Kitabu cha Yeremia hii sura ya 9 mstari wa 20 hadi 22. Neno la Bwana limeandikwa hivi: lakini lisikieni neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Neno la Bwana, nena Bwana, asema hivi: mizoga ya watu itaanguka kama samadi juu ya mashamba, na kama kozi ya ngano nyuma yake avunaye, wala hapana mtu atakaye kusanya. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote wametupa kwamba tuimbe wimbo maalum. Tumeimba wimbo maalum. Tuwapate wapi wamama wanaoweza kulia kwa ajili ya kanisa, wanaoweza kulia kwa ajili ya taifa hili. Bwana Yesu asifiwe. Si kana kwamba Mungu anaposema niwapate wapi, wamama hawapo. Wamama tupo, na mimi mama nipo, niliyesimama mbele ya wamama wenzangu. Tunapewa jukumu, tunapewa kazi, tunapewa swali. Wamama vijana mkiwepo, wamama wazee wakiwepo, wamama wakati tukiwepo, tunapewa swali. Tuwapate wapi wamama wanaoweza kulia, wanaoweza kuomboleza? Bwana Yesu asifiwe. Tunaulizwa swali wapendwa, tuwapate wapi? Ukiangalia katika ulimwengu wa mwili, tupo tumeketi, tupo tumevaa sare, tupo tumevaa mwanakondoo, tupo mazingira haya na maeneo haya ametukirimia uzima, tumekuwemo hekaluni mwake. Hata ambao hawapo bado tunawaita ni akina mama wapo. Bwana Yesu asifiwe. Swali mimi kwangu ni gumu, pengine na kwako ni gumu. Unaweza ukajiuliza, mwingine anaweza kaliona kama ni rahisi ama ni jepesi. Kwa mfano, mimi nina watoto wangu 4. Nimekaa nao kwenye moto, ninafanya shughuli zangu. Ninawauliza watoto, ninasema sijui niwapate wapi watoto. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama watoto hao wanaweza kunielewa. Watasema mama huyu amechanganyikiwa, mama huyu leo zimeruka amekuwa kichaa, au anauliza kitu gani? Watanishanga. Lakini wasijue kwa nini nimesema swali hili. Yawezekana kuna kasoro katika watoto wale. Ndio maana nimeuliza kwa hali hiyo. Maana ninapotamani kuomba msaada kwa watoto, sioni msaada. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ndio maana nikatamka hivi. Na Mungu wetu kutuambia hivi au kutuuliza hivi, si kana kwamba wanawake hatupo. Tupo, lakini ametuona hatujafanya sahihi, hatujaenenda sahihi, hatujafanya maagizo yake. Ndio maana anatuuliza, anatupa swali gumu. Tunashindwa majibu ya kumjibu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mama upo, umeolewa, upo ndani ya malango yako, mume wako anasema sijui nimpate wapi mwanamke au mke, sijui unaweza ukajisikiaje? Wewe bado hali una uhai, bado hujawa marehemu. Anakuambia sijui nimpate wapi mke. Utajiuliza kwamba kumbe katika hali ya kuitwa mwanamke sijafanya yaliyo sahihi, inabidi ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna swali gumu wa mama. Tuna swali gumu kanisa. Wametanguliza kusema mama kwa sababu uchungu unakaa kwa mama. Ndio maana amesema mama. Si kana kwamba wanaume hajawasema, ila ni maandiko hayajasema. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linatushirikisha sisi sote. Kazi ya Mungu inatupasa sisi sote kufanya na kutenda. Kuomboleza kunatuhusu sisi sote tulioitwa kwa sauti ya kwake, kwa maneno ya kwake, kwa upole tena kwa usahihi. Hatukuitwa kwa hasara, hatukuitwa kwa bahati mbaya. Alinikuta sehemu, alikukuta sehemu, akakuingiza katika hema lake. Bwana Yesu asifiwe.
Hakuniita kuja kuimba tu. Hakuniita kuja kuhubiri tu. Hakuniita kwa jambo lolote lile alilokupa wewe na alilonipa mimi. Hakuniita hilo tu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni silaha. Maombi ni nguzo. Maombi yanaweza kunisaidia kusema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tumejifunza sana juu ya maombi. Niombeje? Nikaeje mkao gani kupeleka mwili huu ninapokwenda kuomba? Ninapokwenda mbele za Mungu niende kwa staili ipi? Tumejifunza staili. Wachache tuliokuwepo tumejifunza staili za kuingia kwa Bwana. Tuingie kwa namna gani? Ufanye nini? Upige magoti, ulale kifudifudi, usimame, unyoshe mikono juu. Yamo, inanipasa nifanye hivyo, anakupasa ufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia nyakati na majira ambayo tupo tunaishi, ni majira hatarishi. Ni majira yanayotisha. Ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiuliza sana, watoto wa Sunday school wakaimba, wakasema jihadhari na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Elimu inaweza kushuka kwa watoto wadogo, wakatufundisha sisi kwamba tujihadhari na dunia. Elimu ya Mungu inapita mahali popote pale, haichagui. Tujihadhari na dunia. Duniani kuna vitu vingi. Vipo vya kutamanisha sana, vipo vya kuvutia sana, vipo vinavyofaa sana, vipo vilivyoharibu uzao wa matumbo yetu. Umeharibu sisi wanawake, umetuharibu sisi wanawake, umeharibu waume zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe. Mbele ya safari tabaki mizoga ya watu ikianguka kama samadi juu ya mashamba. Tujibgeni imbolera jiranga tuaya kubyala. Udapu utamheshimu sana kuti ni mbolea sawa sawa. Lakini samadi watu humwaga iende huku iende kule, hana shida. Anaelewa ng'ombe atamsaidia siku nyingine atampa. Lakini ile dapu aliyonunua dukani moja kwa moja ni kupoteza. Kwa hiyo mtu anasema umebeba vizuri, umefunga vizuri, umeweka vizuri. Sasa Mungu anatufananisha kwamba sisi watu tutalala kwa namna hiyo. Wakati kuna nini huko nje? Bwana Yesu asifiwe. Ni ajabu sana. Nyumba ilikuwa kule chini wakiitumia, tusione maajabu yanayotukia katika dunia hii. Tukawa tunakumbana nayo tu, ukipita sokoni, ukipita wapi, ukienda wapi. Sasa ipo karibu hapo. Kama sisi wana muda wao wa kufungua, tulikuwa tunaelewa kwamba muda umefika wa kufungua. Nini kimo mule? Utakijua nini kimo. Bwana Yesu asifiwe. Fasheni, mionekano, miundo, kila kitu kipo mahali pale. Ndicho kinachotutahadharisha sisi wamama tusiposhuka kuomba. Watoto wetu wa Sunday school hawawezi kuwepo mahali hapa. Vijana A hawawezi kuwepo mahali hapa. Vijana B hawawezi kuwepo mahali hapa. Sisi akina mama hatuwezi kuwepo mahali hapa. Wababa hawawezi kuwepo mahali hapa. Wala uzao wa matumbo tena hautapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ni saa ngapi wa mama? Ni saa ngapi wa baba? Ni saa ngapi vijana wenzangu? Tulie na kuomboleza. Ninakuwa na furaha ninapoona watoto wadogo wakimsifu Mungu, wakiimba kwa shangwe. Hawa ndio tuwatamie. Hawa ndio tuwalilie. Hawa ndio tuwakabidhi mbele za Mungu. Nani afanye kazi hiyo? Ni mimi mama, ni wewe baba, ni wewe kijana mwenyewe. Unapoitwa kijana, sio mtoto mdogo kama yule anayenyonya, sio kama mtoto yule asiyeona. Nani asiyeona maajabu yaliyopo huko nje? Nani asiyeona kabisa aseme mimi macho yangu hayaoni? Macho ya mwilini yanaona, macho ya rohoni yanashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria mimi ni mama. Nimevaa gauni, mikono imekata humu, mbele huku kwa vile vile. Fikiria gauni limefika hapa, pana mchongo, hapana cha kufunika. Fikiria huku chini kimeishia mali hapa. Nimevaa ni vazi, ninaondoka. Mwondoko huo nitafita hatua ngapi
nikikutana na wanaume, nitapita modoko mingapi nifike safari ninayoelekea? Wakati macho hayajapepesa, akili haijapelekwa, mawazo hayajaenda, ni saa ngapi? Ni kazi yetu kulia wakati huu, si tena kama vitu vitakavyotupwa juu ya mashamba kama samadi. Tunapoona hivi, uhai upo. Tunaposhuhudia hivi, tunaona ni amani. Tunapoona hivi, tunaona kama hatuoni. Tumefungwa akili na mawazo na fikira. Bwana Yesu asifiwe. Wababa mliomo ndani ya malango haya, mwishie Mungu, mtazame Mungu. Mke aliyekupa Mungu ni huyo huyo, awe mweusi, awe mweupe, awe mwembamba, awe mnene, awe na tabia chakafu isiyokufaa, lakini anakufaa kwa sababu ya kukulea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaokuja ni mgumu, ni mgumu sana. Sisi wamama ni wamama wenzetu, hatuna shida. Ni wamama wenzetu waliopo mahali pale. Wengine wamenizidi umri, isipokuwa kwa mavazi na muonekano wao na kule kujirembua, wanaonekana kama ni wadogo. Ndio maana akili imepumbazwa, yani macho hayaoni, hayatambui. Mwingine ukimwangalia, yani ni kwa sababu hajapinda mgongo, amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Naomba muinuke wa baba, muinukie Mungu. Wainue na wengine. Idadi yenu ni ndogo mahali huko, sio nyingi sana. Wapo wa baba wanaohangaika huko, wanalima paleto usiku kucha, lakini wanafanya kazi hiyo. Wanasanzua miti ya watu, wanafanya kazi hiyo. Ni kazi ngumu, ni kazi nzito. Unaenda nyumbani, chumvi haipo, chakula shida, daftari watoto hazipo, lakini mahangaiko ni hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tuwatunze waume zetu. Mungu atupe neema. Hatujui, tuombe kujua kwa Mungu. Wale wana ujuzi, wana elimu, inawatoshi. Wamebobea, wameingia darasani, wamejitoa kwa uhuru na uhiari. Kwa hiyo kitakachoingia pale si rahisi kutoka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni sumaku ipo mahali pale. Tuombe Mungu awanasue waume zetu wasiingie mahali pale. Kuna siku nirudiza usari gumu sana nikiwa sokoni. Nikakutana na mdada mmoja akasema, hivi ninyi waume zenu wanapokuwa wametoka sokoni, wamerudi wako salama, mnapiga magoti mnamshukuru Mungu kusema asante Mungu, mume wangu amerudi? Nilikuwa sokoni, nilishindwa majibu. Tulikuwa na mdogo wangu, tulikuwa naye, tulishindwa majibu. Tukasema, oh Mungu tusamehe, mbona tumefanya hii kazi tukaona kama ni rahisi nyepesi, kwamba mtu ametoka ameenda sokoni atarudi. Tulifikiri ni kazi nyepesi. Tuna jukumu la kumshukuru Mungu kama mume amerudi. Waume za watu wanarudi saa 9 za usiku. Niko njiani pale, wanarudi saa 9 za usiku. Wamelewa, wako chakari. Siku moja natoka sokoni nikakuta mmoja amelala hapo, mwenzie amemsubiri. Amezidiwa, haelewi ni nini kinachoendelea. Fikiria sasa, mimi niko nyumbani ndio nasubiri, lakini wewe amerudi saa ngapi? Sijamshukuru Mungu. Nikaona ni jambo gumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu atupe neema, tukumbuke kuwaombea. Tukumbuke hata neno moja. Vijana niseme, ninyi ni watu wazima. Mungu amewapa neema, amewapa wake. Ndio mnazo nguvu. Hizo nguvu ni kwa ajili ya maisha ya kizazi chenu kijacho. Msigawe nguvu hizo. Hiyo nyumba ipo jirani sana. Wapo wadada wamejirembua, wanaonekana kwa sura ni wazuri, ni warembo, wamejitoa kufanya kazi hiyo. Epukana nao. Jengeni mwili wa Kristo. Waangalieni wake zenu. Mapungufu na madhaifu yapo kwa kila mmoja, si mkamilifu. Ulipokuwa unamuoa, si kana kwamba ulitegemea hayo anayokufanyia. Hapana. Ila shetani mnani wa kuzima anafanya kazi hiyo ili mpotee. Bwana Yesu asifiwe. Linda nyumba zenu, linda ndoa zenu, ni watoto wadogo. Sisi tumepevuka kwa wakati huu kidogo, tunasema tuna wajukuu. Bado hujafikia malengo, huna mjukuu. Hata kama una mjukuu ni mdogo wa kwako, wa kwangu ni mkubwa. Wengine wamama waliomo humu wana wajukuu wameolewa.
tunatazamia uzao kutoka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabebe, Mungu awatunze. Mliomo ndani ya malango haya msitoke. Mungu awafadhili. Wapo vijana ninyi ni wadogo, akili uchangamka sana na macho upepesa haraka sana, kulia na kushoto, mbele na nyuma. Linda mboni za macho yenu. Mungu awape ilisi na leti na mboni ya kutulia machoni pa Bwana na madhabahuni pa Bwana, kuomba mume mwema, kuomba mke mwema au kuomba mume mwema. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shetani ni mjanja sana. Wengine tunachanganyikiwa tunapoona mtu amejirembua sana, amevaa sana, anaonekana sana. Huwa tunasema huyu ndiye mwanamke wa kumuoa, huyu ndiye mwanamke wa kuishi naye. Lakini mtu anapomtazama kiwete au kipofu au kiziwi, kwa namna ya kwake alivyoumbwa, anasema huyu si ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Hata anapokuwepo kuomba katika zero, anafikiri Mungu ni mdanganyifu. Kwa nini anipe mume huyu au mke huyu? Mwingine hata kuangalia tu watoto kwamba watoto wa fulani yawezekana ndio wazuri, angeenda tu kwa watoto wa fulani. Je, wewe wako kama wa yule? Nani aliyekupa? Sio Mungu? Uumbaji ni wa Mungu, akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametufanya kwa mfano wa kwake. Walikaa na Bwana Yesu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sura inatoka kwa Mungu. Mwili umetoka kwa Mungu. Sikujiumba au kujiumba. Kukuwa na ujuzi wala elimu ya kwamba mama na Shibanda naomba niumbe kwa hali hii. Sikuwa na mamlaka wala sikuwepo. Ila Mungu alifanya kwa namna hiyo. Pia na wewe ndivyo Bwana alivyokufanya kwa mama yako. Akakufanya hivyo hivyo ulivyo. Ndivyo akakuweka, akakuumba kwa mfano wake. Ina maana sura yako ipo kama ya Mungu na Bwana Yesu. Sura yangu ipo kama sura ya Mungu na sura ya Bwana Yesu. Maswali ya kwako baki na maswali yako. Maswali ya kwangu ni baki na maswali ya kwangu. Ni Mungu mwenye kuniumba, ni Mungu mwenye kuumba. Ameniita nifanye nini shambani mwake, ufanye nini shambani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae kikao tu, kukae kujadili, kufikiri, kuwaza, kusema na kunena. Nikajiuliza tena mahali pengine nikasema, Mungu, tunashindwa eti nafasi ya kuomba. Tunashindwa nafasi ya kutana na wewe. Tunashindwa muda kabisa, tumeshindwa. Lakini nikajiuliza nikasema, mbona ikifika saa ya kwenda sokoni, sijawahi sikia kengele ikipigwa kwamba imefika muda wa kwenda sokoni? Au mimi masikio yangu hayasikii? Mliomo humu mmewahi sikia kengele ya kwenda sokoni? Sijawahi kusikia kengele ya kwenda sokoni. Lakini mtu muda ukifika wa kwenda sokoni, atakwenda mbio, utafikiri kuna nini. Ila muda wa kuomba haupo.